yangu naitwa Filipo Dika, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mwagala, kijiji cha Igumo. Kwa kweli muda wa jana kulikuwa na mvua kubwa sana ambayo ilinyesha ikiambatana na upepo mkali. Hiyo mvua kwa kweli imeleta madhara makubwa sana katika kitongoji changu. Imezua nyumba za watu na mpaka sasa hivi kuna watu wengine hawana makazi. Pamoja na kanisa na menyewe ina maana yamepelekwa na upepo huo. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni kwamba hiyo mvua katika kitongoji hiki kwa kweli imeharibu. Ninaomba basi kama kuna uwezekano, kuna watu wengine kwa sasa hivi ina maana nyumba zimedondoka, basi serikali iangalie cha kuwasaidia hawa watu. Na waandishi wa habari wamekuja, nimewatembeza kila sehemu na wao wenyewe wamejionea. Kwa kweli hii mvua imeleta madhara. Kwa jina naitwa Naziri Juma, ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Igumo ambaye ni mkazi wa Mwagala. Ni mjumbe ambaye tena vile vile niko kwenye kamati ya mazingira. Kwa kweli jana mnamo kuanzia saa 4 kasoro ulivuma upepo mkali sana ukitokea magharibi kuelekea kaskazini huko, na hapa katika kijiji chetu hapa Mwagala ilileta madhara makubwa sana. Upepo ulikuwa ni mkali sana ukiambatana na mvua na radi kubwa sana. Baadhi ya nyumba zimezuka mabati, nyumba zimedondoka kabisa, makanisa yamezuiwa mabati, na mpaka sasa baadhi ya familia ziko katika pitapita angalau at least kuweza kujinusuru na janga hili. Kwa hiyo serikali ilikuwa tunaiomba iweze kutuona, iweze kututembelea, iweze kuwasaidia hawa waliokutana na majanga haya katika eneo letu la Igumo. Kwanza nichukue nafasi hii kujitambulisha majina yangu. Naitwa mchungaji Moses Shihamba wa kanisa la Mlima wa Moto linalopatikana hapa Mwagala. Nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa kile ambacho kimetutokea mahali hapa kanisani. Ni tukio ambalo limenishtua moyo. Mpaka sasa ndio najisikia kwamba nimeanza kurudi upya, kwa sababu nilikuwa ni tukio la ghafla. Mvua ilikuja yenye upepo mwingi na mawe kidogo, lakini tulikuwa mkanisani. Ghafla tu tulishtukia tuko wazi, kila mmoja hakujielewa. Tulikuwa wawili, mimi na kijana wangu. Kashindwa kuelewa, mimi niko upande mwingine na mwenzangu yuko upande mwingine. Mchungaji, tukio limetokea muda gani? Tukio lilitokea muda wa saa 3 usiku. Tulikuwa tunaelekea kulala. Kwa hiyo tulipoona hali ya upepo tukaona bora tupumzike mapema, kwa sababu tuna kawaida ya kuamka asubuhi kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo tulikuwa tumelala hapa kwa ajili ya kuamkia maombi, kwa ajili ya maombi ya asubuhi pamoja na makesha ya usiku. Kwa hiyo ghafla tu ule upepo ulikuja ni mkubwa sana. Tuliwaza kuondoka, lakini tukasema hapana, hebu tukae. Naweza tukakimbia tukapata jambo kubwa zaidi. Lakini baada ya kuondoka mimi nikaanza sasa kupata msaada, kwa sababu jengo zima lilikuwa limeshashuka na mwenzangu simuoni. Nikiita haitiki. Ndio nikabidi kuanza kukimbilia majirani wa mahali hapa. Kwanza niwashukuru sana, wameonyesha jitihada kubwa ya hali ya juu sana. Lakini pia kwa familia yangu wamekuwa support kubwa sana. Nilipowajulisha waliweza na wenyewe kuwa karibu na mimi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Baada ya muda majirani walipoanza kufika, sasa tukaanza kumtafuta kijana. Kumbe alikuwa amegandamizwa sehemu, baadaye alijinasua yeye mwenyewe akatoka. Sasa na yeye alipotoka kwa kuhana, yeye ananitafuta mimi niko wapi. Kwa hiyo akaondoka, sasa namtafuta huku, yeye akawa ameshaondoka kunitafuta. Baadaye tukawa tumekutana kwenye mwembe wa jirani hapa. Kwa kweli mimi nimshukuru Mungu sana kwa kila ambacho amekifanya kwa kanisa la mahali hapa. Najua athari tumepata ni kubwa.
6. Ni kazi changa kabisa. Kwa hiyo mzigo hata ulioko mbele yetu, tunamhitaji Mungu tu, mwenye kutusaidia, mwenye kuguswa na hili jambo, na mwenye mapenzi mema kwa kumtumikia Mungu. Niwalike muweze kutushika mkono, na Mungu awabariki sana. Mchungaji, umesema kulikuwa na kijana ndani ya kanisa na ametoka akiwa katika hali gani? Kijana wetu alitoka akiwa salama kabisa. Hata sisi nilistaajabu, niliona kama muujiza kwa namna jengo lilivyoshuka na mimi nilivyotoka na yeye alivyotoka. Nasema tu ni Mungu. Tuwezi kusema kwamba kuna jitihada sisi tumefanya. Hapana, ni Mungu tu ametusaidia. Naona hata waandishi wa habari, naona hali ilivyo haionyeshi kwamba kuna matumaini kwamba tunaweza kusaidia jengo ambalo limeshuka. Lilipandishwa juu halafu likashuka kwa chini kwa nguvu. Sio kwamba limeanguka kwa kulalia. Tungeliona linaanguka kwa kulalia, labda tungeenda na ingine. Lakini lenyewe lilinyanyuliwa paa lote juu, tukaona juu, lakini ghafla likashuka chini. Kwa hiyo jinsi tulivyokoka sisi ni Mungu. Mimi kwa jina naitwa Anifa Hashim, ni mkazi wa hapa Mwagala. Kwa tatizo lililojitokeza jana, kulikuwepo mvua, upepo na radi. Limeleta changamoto hapa kwenye kanisa letu. Kanisa limeanguka, limezuiwa na upepo, likaleta madhara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ambao ameguswa na tatizo hili atusaidie msaada, tuweze kuendeleza, tuinue kanisa letu, tuweze kuendeleza ibada zetu. Kwa majina naitwa Margaret Joseph. Natokea Igumwa, kijiji cha Kinaga. Margaret, hebu tuambie hapa kwenye mtaa wenu au kijiji kwenu nini kimetokea? Mvua ya jana usiku ilikuwa mvua kubwa sana ya upepo mkali ambayo imesababisha kanisa limeanguka na maeneo mbalimbali, nyumba za watu. Lakini tunashukuru Mungu hajaumia mtu yoyote. Naitwa Neema Dickson, mkazi wa Kahama, maeneo ya Mwagara. Niko mahali hapa nikitoa ushuhuda kwa ajili ya tukio la jana lililofanyika jana usiku. Mvua ya jana usiku ilitoa athari nyingi sana ambayo ilileteleza kuleta maafa kwa ajili ya kanisa letu la hapa Mwagara. Serikali naomba itusaidie sana, endelee kufika mahali hapa kuangalizia jinsi tukio lilivyo na kanisa lilivyokaribiwa, tuweze kuweka sapoti ili tuweze kufanikisha mahali pa kuabudia. Jana usiku kulikuwa muda usiku na mvua ghafla ikatokea. Siku tukaingia kulala. Baadaye siku tunasikia nini huko. Sasa sikujali, sikufuatilia. Nikaamka asubuhi ndio nasema hivi kanisa ya Mlima wa Moto imedondoka. Na mimi sana sikufuatilia. Ikabidi niamka asubuhi nikaenda kazini. Sawa. Kwa namna